wa Chadema mkoa wa Arusha. Na leo tuko katika mkutano wetu wa hadhara, na mkutano huu kwa ratiba yetu ilikuwa imeandikwa mkutano wa njiani, na tulipanga kufanya pale kituo cha Arusha, kituo cha mabasi cha Arusha kwa Mtwambo. Lakini kwa sababu ya fikisu au hofu ya CCM au hofu ya serikali, walielekeza mkutano wetu uje uwanjani, ambao haukuwa mkutano wa uwanjani. Lakini niwapongeze ambao mmeweza kufika katika viwanja hivi, na kwa sababu muda wetu ni mdogo, tumetoka katika mkutano mwingine Arusha, Arumeru Magharibi. Muda wetu ni mdogo, mimi sitahutubia, lakini nichukue fursa hii kwa heshima sana nimlete kwenu mwenyekiti wetu wa kanda ya kaskazini, Mheshimiwa Welwel. Karibu wahutubie wananchi wa Mtwambo. Asante. Peoples, no reforms, no reforms. Waheshimiwa viongozi na wananchi wote wa Mtwambo Munduli, habarini za saizi. Ile simama mbele yenu naitwa wakili Samuel Welwel, ni mwenyekiti wa Chadema kanda ya kaskazini. Kama ambavyo mnafahamu, toka juzi tumeanza ziara ya kushawishi wananchi na kuwaelimisha kuhusu programu yetu ya no reforms, no election. Tumekuja ili mpate uelewa na kuwaomba mtuunge mkono. Hali ya maisha ya Watanzania imekuwa ngumu sana. Hapo katika ziwa, eneo la hifadhi, wananchi wameuawa mara kwa mara kwenye eneo hili. Wangapi wanashuhudia kwamba hilo ni kweli? Na hatuna wasemaji. Peoples, hakuna wasemaji wa wananchi. Madiwani wamepitishwa kibabe kupitia uchaguzi usio huru. Si wote mnafahamu? Kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa hakuna Chadema aliyopitishwa. CCM wote wamepitishwa. Hawawasemei wananchi. Tunapokuja kuwaomba wananchi muunge mkono no reforms, no election, sio ili Chadema ingie madarakani tu. Ni kwa manufaa ya kila mwananchi. Ni kwa manufaa ya kila mwananchi. Maana siasa ndio inaamua maisha yetu. Wanasiasa, kwa mfano sasa hivi bunge la bajeti linaendelea, si ndio jamani? Wale si wanasiasa. Na CCM wakipita wanawaambia katiba mpya haitawapa chakula, tume huru haitawapa chakula. Wamesahau walioko bungeni saa hizi wanapitisha bajeti ni wanasiasa wanaotokana na uchaguzi. Wananielewa? Kwa hiyo tunapopigania reforms kabla ya uchaguzi, sio ili Chadema ingie madarakani, ni ili kura ya mwananchi iwe na maana. Mkiwa na mamlaka ya kuweka wana viongozi madarakani na kuwaondoa wale ambao hawajibiki, hii pause, wana viongozi watakuwa waaminifu kuwatumikia na hawatawaendesha tu. Hii pause. Sasa kwa wakati huu naomba niwalete baadhi ya viongozi waweze kusalimia ili tuwahi kwenye mkutano wa Karatu. Lakini kama mwenyekiti wa kada nitumie fursa hii kuiambia jeshi la polisi. Nimesikia OCD wa Karatu anazuia mkutano pale. Sisi tutakuja Karatu, tutafanya mkutano mahali tulipopanga, watu ulie hapo kama walivyozoea kuua. Hii pause. Kwa hiyo niwaambie OCD wa Karatu, tunajipanga, tunakuja. Andaa mabomu yako, andaa risasi, ukatue pale. Lazima tupige mkutano pale. Wangapi wanasema hiyo ni sawa? Naomba sasa kwa heshima nimlete askofu. Karibu sana uwasalimie wananchi wa Munduli, wananchi wa Mtwambo. Asante. Nimefurahi kufika hapa Mtwambo ili kusalimia watu wa Karatu. Kwa mara ya mwisho tulipita huku, lakini nilikuja pia miaka michache iliyopita tukifungua kanisa pale, na tulipita kwa mara ya mwisho pia maeneo ya tukiwa na Mheshimiwa Tundu Lissu
wakati anagombea urais kipindi kile. Watu wa Karatu niwaambie kwamba huu ni mkoa wa Arusha, watu wa Monduli. Watu wa Monduli niwaambie ya kwamba huu ni mkoa wangu wa 13 kusafiri katika nchi hii tangia mwezi wa 3. Nimesafiri nchi nzima nikiwa na ujumbe ambao ni ujumbe wa kinabii, na ninasema ni ujumbe wa kinabii kwa upande wa viongozi wa dini, hasa kwa upande wa kanisa. Mahali popote duniani ambapo mageuzi ya kijamii ya kweli na ya haki yamefanyika, viongozi wa kanisa wamekuwa ni sehemu ya kuhakikisha kunakuwa na maadili katika mabadiliko hayo, na imekuwa ni kwamba sisi tumekuwa ni nguvu ya dhamiri ya maadili katika mabadiliko kama kanisa. Wale ambao mlisoma historia mtakumbuka kwamba wakati Tanzania ilikuwa mwenyekiti wa nchi zilizo mstari wa mbele katika kupigania uhuru katika ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara, kule Zimbabwe ambako watu waliteswa kwa miaka mingi sana chini ya utawala wa Rhodesia, aliyekuwa mwanzilishi wa chama ambacho ndicho kilichopigania uhuru wa Zimbabwe alikuwa padri wa kanisa la Anglikana Ndibaningi Sitole. Ndiye alianzisha chama cha ZANU-PF. Lakini kule Afrika Kusini wakati wa ubaguzi wa rangi, askofu mkuu wa kanisa la Anglikana Desmond Tutu ndiye aliyekuwa nguvu ya dhamiri kuhakikisha kabisa ubaguzi wa rangi unatokomezwa kule Afrika Kusini. Nchini Malawi wakati wa utawala wa Kamuzu Banda, baada ya waraka wa kichungaji ulioandikwa na maaskofu mwaka 1990 uliposomwa nchini Malawi, utawala wa Kamuzu Banda na udikteta Malawi ulianguka na ukusimama tena. Nchini Uganda wakati Idi Amin alipompindua Milton Obote mwaka 1971 na 72, waliteswa sana kule, lakini askofu mkuu wa kanisa la Anglikana ya Uganda Janani Luwum aliposimama imara akiongozana pamoja na maaskofu wa kanisa la Roman Catholic kule, alipomnyoshia kidole Idi Amin ndiyo alimuua askofu mkuu Janani Luwum. Lakini damu ya Janani Luwum ilipoanguka, ndipo pale utawala wa Idi Amin ikawa ndio mwanzo wa kuanguka tena, haukuweza kusimama kabisa. Mwisho niwape mfano wa kule El Salvador, mjini San Salvador. Wakati wa udikteta ukiendelea kule, askofu mkuu wa kanisa la Roman Catholic alikuwa anaitwa Oscar Romero, aliwanyoshea vidole wale wakandamizaji kule, utawala wa kikandamizaji. Walimpiga risasi akiwa na hubiri madhabahuni. Damu yake ilipomwagika ndio ikawa ishara ya kuanguka kwa utawala wa kidikteta au kusimama, na ulianguka kabisa. Ukoloni nchini Tanganyika usingeweza kuanguka bila kumwaga damu, isipokuwa padri wa kanisa Katoliki Father Welsh alipoona Watanganyika wanahangaika, akamuita Mwalimu Julius Nyerere, akampa siri ya nchi hii kupata uhuru bila kumwaga damu. Ndio maana Nyerere akajiuzuru Pugu akifundisha, akazunguka kila sehemu kuwaunganisha Watanganyika chini ya TANU kudai uhuru. Ndio maana Tanganyika ikapata uhuru bila kumwaga damu. Siri kubwa ni kwamba kanisa limesimama kwa nafasi yake. Tumeendelea mpaka sasa, ukaibuka ushenzi mwingine katika Tanzania ambao haukuweza kushuhudiwa katika historia ya Tanganyika na katika historia ya Tanzania. Wakati ule mimi natokea Kyela. Mbunge wa kwanza wa Kyela alikuwa baba yangu mkubwa, alikuwa ni mchungaji na chifu, alikuwa anaitwa Makrini Mwakaloko Mwamakola.
ndio aliyekuwa mbunge wa kwanza wa Kyela. Wakati wa TANU watanawake baadaye wa CCM, watu wanagombea uchaguzi, kulikuwa na amani kabisa, hakukuwa kupigana ngumi wala kupigana vijiti. Lakini ushenzi ulioibuka sasa hivi katika nchi yetu, watu wanapoenda kugombea uchaguzi, watu wanatekwa, watu wanauawa, lakini pia masanduku ya kura yanaporwa. Ni ushenzi mtupu. Sasa hii kama kanisa tumeona tunafikia mahali pabaya sana. Wachungaji wetu, makatekista wetu, mapadri wetu wameanza kuongoza ibada za maziko ya watu ambao wameuawa wakati wa uchaguzi. Tunasema hii sio sawa. Na sasa chuki imekuwa mbaya sana. Hawa mapolisi ni watoto wetu, lakini wanachukiwa kwa sababu wengine wanatumwa kufanya kazi ambayo dhamiri zao zinawashtaki. Mnawatuma polisi wakawapige mabomu watu. Lakini sasa hali imekuwa mbaya sana sasa hivi. Watu wengine wasiojulikana wanavaa hata mavazi ya polisi, wanafanya vitendo vya utekaji, alafu watu wanawachukia mapolisi. Sasa tusifikie hatua kama hiyo. Tumebaini kwamba tuna mfumo wetu wa utawala, mfumo wa uongozi, mfumo wa uchaguzi ambao unafanya watu wasiwajibike. Sasa tunaona hapana, kama kanisa tunazunguka pia kuwaambia Watanzania ya kwamba tubadilishe mfumo wetu wa utawala, tubadilishe mfumo wetu wa uchaguzi, mfumo wetu wa uongozi na katiba mpya, ili tuweze kukomesha kabisa ushenzi huu wa kupora kula, ushenzi huu wa kuharibu uchaguzi, ushenzi huu wa kuteka na kupoteza watu, ushenzi huu wa kuua watu wakati wa uchaguzi, hata katika mazingira mengine. Ninyi watu wa huku mnaelewa, huku watu wa Masai walikuwa wanafukuzwa, hata akatoka tu mtu akaamua tu kwamba kijiji tunakifuta kwa kutaka yeye mwenyewe anavyotaka. Lakini katiba yetu sasa inalinda mambo kama haya. Kwa hiyo tunawachukia watawala, kumbe katiba yetu inawapa wafanye mambo kama haya. Kwa tubadilishe mfumo huo, tubadilishe sheria zetu za uchaguzi, ili tuweze kuwa ni nchi ya wastaarabu kabisa. Ndio ujumbe wetu. Lakini kama kanisa tumesema juzi askofu wa kanisa Katoliki ambaye pia ni rais wa baraza la maaskofu Tanzania, Baba Askofu Pisa, nafikiri yeye pia ni mzaliwa wa huko Karatu Kwa mmesikia sauti yake, akasimama bila kumung'unya maneno, akasema watawala wamwachilie huru Mheshimiwa Tundu Lissu bila masharti yoyote. Akasema watawala wasikie kilio cha wananchi ya kwamba tubadilishe mfumo wetu wa uchaguzi, tubadilishe katiba mpya, tuwe na tume huru ya uchaguzi. Lakini pia mmemsikia pia askofu wa kanisa la Anglican katika diocese ya Mount Meru, Baba Hotai pia nafikiri mzaliwa wa maeneo ya huku. Naye nafikiri watu wa huku ni wana mageuzi kweli. Lakini amesimama kama baba askofu wa kanisa la Anglikana, akasema pia hili jambo liweze kukomeshwa katika nchi yetu. Lakini pia mmemsikia baba askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Diocese ya Morogoro, Askofu Mameo. Nafikiri pia naye Mameo ni mzaliwa wa Arusha pia, maana ni Masai yule. Naye akasema pia tukomeshe ushenzi wa kuua watu na kuharibu watu Sasa baada ya kauli hizo za viongozi mbalimbali wa kanisa, ikatokea jambo la kusikitisha. Watu wasiojulikana wakaingia katika nyumba ya baraza maaskofu kule Kurasini, wakataka kumuua baba Padri Charles Kitima ambaye ni katibu mkuu wa kanisa la baraza maaskofu wa Roman Catholic nchini. Lengo lake ni kutaka kuwatisha viongozi wa dini. Lakini pia kuna mchungaji kijana huko Arusha juzi alisema mambo fulani. Aliposema kuonya na kukemea kama kiongozi wa kiroho, watu wasiojulikana wajitambulisha kama maaskari polisi, wakamteka, wakamtesa na kufanyia mambo mabaya sana. Kule Mbeya, Mdude Nyagali amechukuliwa usiku, wakampiga na kuacha dimbwi la damu nyumbani kwake, mpaka leo hajulikani aliko. Lakini pia kuna kijana mmoja anaitwa Kaswahili Juma kule Magu, naye pia tulikuwa naye wiki mbili zilizopita, lakini na yeye pia amepotea mpaka sasa hivi, hajulikani mahali alipo. Lakini wimbi la utekaji sasa hivi, hata viongozi wa CCM na wanasiasa na watu wengine pia wanatekwa, hajulikani mahali walipo. Hali ni mbaya sana kwa ajili ya vyombo vya usalama. Hawa vijana walio katika idara za usalama na
kanisa kubwa kama Roman Catholic, wengine wote watanyamaza. Nataka niwaambie watu wa Monduli, watu wa Mto wa Mbu, hakuna mahali popote duniani kiongozi wa dini au askofu au padri au mchungaji akanyamazishwa na watawala. Haijawahi kutokea. Kanisa haliwezi kutishwa na halitaweza kutishwa. Tunawatia moyo, tusimame imara. Nchi ni yetu sote, tutashinda mapambano haya, na yeyote ambaye anajiona kwamba yuko juu ya mamlaka, atakayetoa amri iliyo haramu ya kutaka kutesa, akatoa amri kwa vyombo vya dola, iwe kwa jeshi la polisi, iwe kwa usalama wa taifa, iwe kwa jeshi la wananchi, iwe kwa jeshi la magereza, iwe kwa kikundi kingine chochote cha asili ambacho kinafanya kazi ili kuteka, kuua, kutesa watu, akapezeshwe yeye na uzao wake na watoto wake, kizazi cha kwanza, kizazi cha pili na cha tatu na cha nne. Sema amina. Akapezeshwe yeye na mahali pake pasiwepo tena. Sema amina. Yeyote atakayetumia mamlaka yake kutaka kufuta taasisi yoyote, chama chochote ambacho kiko katika mioyo ya watu, mahali pake pasionekane tena. Sema amina. Basi Mungu awabariki katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana jamani, makofi kwake. Sasa nampandisha aliyekuwa katibu mkuu wetu wa chama taifa, Dr. Wilbrod Slaa. Karibu uzungumze na watu wa Monduli, watu wa Mto wa Mbu. Karibu sana. Mto wa Mbu peoples. Mto wa Mbu peoples. Ndugu zangu wananchi wa Mto wa Mbu, si mara yangu ya kwanza kufanya mkutano hapa Mto wa Mbu. Nadhani wengi watakumbuka, japo wengi pia ni vijana. Wanaokumbuka hebu wanyoshe mkono kwamba tulikuwa hapa kwenye mkutano. Asanteni sana. Mimi naomba nianze na jeshi langu la polisi. Vijana wangu wa jeshi la polisi waliovaa crown ya taifa hili, nawapenda sana, kwa sababu askari asipokuwepo hapa hata sekunde moja haitapita, tutauana wenyewe. Uongo kweli? Kwa hiyo nawapenda sana askari. Lakini niwakumbushe, bahati mbaya vijana wetu wakiwemo askari hamsomi, mnakubali kuwa mangumashi. Tarehe 16 Agosti, na wewe unayepiga picha rekodi, mpelekee Samia. Tena usichelewe sasa hivi. Tarehe 16 Agosti 1990, wakati Mwalimu Nyerere, baba wa taifa anayeheshimiwa na Watanzania wote, sijui kuna mtu kama hamheshimu rais, yuko hapa? Kuna mwananchi ambaye hampendi Nyerere? Hebu wanaompenda Nyerere wanyoshe mkono, kwa sababu ndio msingi wa taifa hili. Sasa niseme mambo yanayomhusu Nyerere. Tarehe 16 Agosti 1990, wakati Nyerere anaaga kuwa mwenyekiti wa CCM, alisema maneno haya yafuatayo. Kitabu ninacho, mkitaka nitakileta hapo sasa, na ili huyu umwambie, ili hao watu wa CCM wa leo walio na elimu mangu mosi waelewe kwamba sisi tunapozungumza tunajua misingi ya nchi hii. Na kwa kweli Samia hawezi kunibabaisha. Nilishiriki katika kushusha bendera ya Mwingereza Samia akiwa hajazaliwa. Nilishiriki kushusha bendera ya namna hii, na mimi nilikuwa kiongozi wa bendi ikiwa darasa la 4 pale Mbulu mjini, wakati tunashusha bendera ya Mwingereza. Hatukushusha bendera ili leo muwe namna hii. Tulishusha ili haki ya Mtanzania
irudi. Haki ya Mtanzania na Mwingereza hajawahi kutesa wa Tanzania kama leo Samia na serikali yake wanavyotutesa. Sijui kama naeleweka. Samia na jeshi lake, na naomba urekodi, hatujawahi kutunzwa na Mwingereza, kunyanyaswa, kuonewa na Mwingereza kama leo CCM na Samia wao wanavyotutesa. Ndio maana wa Tanzania sasa, kama askofu aliyosema, yeye amezunguka mikoa 13 na mimi pia huu mkoa wangu ni wa 13. Sasa niwaachie maaskari wangu ujumbe mzito. Tarehe 16 Agosti 1900 Mwalimu Nyerere alisema hivi: maaskari wetu, majeshi yetu sio maamuma. Mimi neno maamuma sijui, mtu wa Mbulu huko mwenyewe mnajua, sisi hatujui Kiswahili. Wanaojua Kiswahili wanajua maana ya maamuma. Kwa tafsiri rahisi, sio wajinga. Na mimi najua maaskari wangu hao, vijana wangu hao sio wajinga. Lakini wanakubali kuwa wajinga kwa kulazimishwa kutii sheria. Badala ya kutii katiba na sheria ya nchi, wanatii watu. Mwalimu alisema, na nafupisha ile kitabu ni kikubwa, ni kitabu kirefu. Alisema tunapokuwa kwenye mfumo wa chama kimoja, maaskari wetu wataheshimu na kulinda mfumo wa chama kimoja. Afande mwenye crown nyingi hapo, amejaa hapo begani, na mwenzake yuko pale amejaa begani. Hamjui kwamba tulishaondoka mwaka 95 kwenye mfumo wa chama kimoja? Leo hamjui kwamba tuko kwenye vyama vingi? Hamjui kwa sababu labda hamsomi, na rais wenu labda hasomi. Tunaingizwa kwenye udikteta ambao tuliondoa mwaka 61. Ndio maana tulishusha bendera ya Mwingereza. Na anasema ninajua zaidi kuliko Samia kwa sababu nilishiriki. Kweli nilikuwa mdogo, lakini nilishiriki kushusha bendera ya Mwingereza. Na rekodi iko mkienda pale Mbulu. Sasa leo tunafanywa ushenzi wa aina hii. Maaskari, nimefanya mkutano mtamu, sijawahi kupata watu kama hawa. Na kutembeza magari yenu ni ishara ya udikteta huo, kwa sababu wa Tanzania wanaogopa silaha. Tanzania si nchi ya vita. Hatuko vitani hapa. Askari wanajaa kuliko wananchi. Sasa nisichukue muda zaidi, ujumbe umefika. Sasa kama maaskari wangu mnataka kuwa maamuma, kinyume na alivyosema Mwalimu kwamba nyie sio maamuma, na nyie mnataka kuwa maamuma, tutakumbana, kwa sababu mafuriko hayazuiliwi kwa viganja vya mkono wa binadamu. Naamini nimeeleweka. Naiacha. La pili, ndugu zangu, tumesema no reform, no election. Kwa nini? Tumesema no reform, no election. Na natumia kauli yangu kwa kutumia ibara ya katiba ya Tanzania. Ibara ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 8. Ibara ya 8 inasema serikali, na serikali ni pamoja na hawa, watapata mamlaka yao yote kutoka kwa wananchi. Wananchi ndio hawa. Maapande pamoja na nota zenu, hawa ndio waajiri wenu, sio Samia. Wanaoweka serikali madarakani ni wananchi. Na maaskari wanaojitambua katika nchi zote wanatii katiba ya nchi, na hawatii yule kiongozi akiwaagiza isiyotakiwa, wanakataa, kwa sababu wajibu wenu uko kwa wananchi kupitia katiba. Sasa tunayoona hapa ni kinyume.
mfano wa kawaida, au seremala. Unamwajiri seremala, yule fundi wa kuranda kwenye kiwanda chako, wewe ndiye umemwajiri, sio? Yule fundi wa kushona anayepiga miguu kwenye cherehani, umemwajiri wewe. Yule mtu yule mwajiri wewe anakupangia mkataba. Nani anaweka mkataba? Wewe uliajiri mwenye cherehani, unamwajiri fundi. Yule fundi anaweza kwenye kichwa chake. Sasa ibara ya 8 inatuambia wananchi na serikali wanapata mamlaka yao yote kutoka kwa wananchi. Wananchi ndio hawa. Leo ni kweli kwamba nyinyi mna mamlaka? Mamlaka mnao? Kwa maneno mengine, yule fundi seremala leo amegeuka, wewe ndiye anakupa masharti. Uongo? Hiyo ndio sababu ya kwanza ya no reform, no election. Tumekataa bila kubadilisha katiba yetu, bila kubadilisha sheria zetu, hatutakubali uchaguzi ufanyike. Sio kama naeleweka. Sasa ya pili ambayo ni muhimu mkazingatia, muda utoshi, tunaondoka. Ya pili, Watanzania wa Mtongo na maskari, sikieni vizuri. Rais wenu Samia yuko kwenye record, sio maneno yangu. Aliwahi kutangaza hata sikiliza hizi kelele zetu, hata sikiliza kwa sababu yeye ni chura kiziwi. Wangapi walisikia hiyo kauli? Wapo waliosikia hata Mtongo. Rais anatoka hadharani, rais ambaye yuko kwa kura ya wananchi, rais anayepaswa kuwepo pale kwa ibara ya 8 ya katiba, anasema yeye ni chura kiziwi. Hata sikia kelele zetu. Ala, mnategemea sisi tukae kimya? Sisi tukubali kutawaliwa na chura? Ni kweli? Nataka rekodi vizuri. Samia hatuko tayari kutawaliwa na chura. Hatuko tayari kutawaliwa na chura. Sasa mnajua madhara ya kauli ile? Mnajua? Baada ya rais kutamka ile kauli, Watanzania wangapi wamepotea katika nchi hii? Wanadamu ni punje ya shanga. Yaani tumegeuka Watanzania kuwa punje za shanga. Ile shanga tunaziweka hapa, kwa sababu punje ya shanga ni ndogo sana, sio? Ukimwaga hapo itapotea. Yaani tumegeuzwa sisi kuwa punje za shanga. Binadamu wanapotea. Kwa taarifa iliyoko serikalini, kwa sababu TLS, Tanzania Law Society, ni sehemu ya serikali. Imeundwa TLS kwa mujibu wa sheria ya bunge, na sheria ile tumeshiriki kuitunga. Nimekaa bungeni karibu miaka 15, nimeshiriki kuitunga. Kwa sheria ile, TLS inapaswa kufanya kazi na bunge, inafanya kazi na mahakama, inapaswa kazi na wananchi, ibara ya 4 section 4 ya katiba ya TLS. TLS imetuambia mpaka sasa, wakati wanatoa ripoti yao, Watanzania takriban 583 wamepotea. Yaani sisi ni shanga, tumepotea tu hivi. Na tuna serikali. Kwa nini tulimwondoa Mwingereza? Tulimwondoa Mwingereza ili haki zetu ziweze kusimama. Mwalimu Nyerere, labda msomi, kwa hiyo naomba niwafundishe. Mwalimu Nyerere mwaka 62 alishtakiwa kwa kesi namba 2207 RMS Court, Dar es Salaam, kwa kesi iliyoitwa na wazungu ya uhaini. Mwalimu Nyerere, na Mwalimu Nyerere, kwa sababu ambayo sina muda kueleza, akakubali ile kesi, akapigwa paundi 150. Wakati ile shilingi moja ya Tanzania ni sawa na shilingi moja ya Uingereza. Kwa hiyo paundi 150 ilikuwa shilingi 150 ya Tanzania. Akalipwa badala ya kwenda jela miezi 6. Lakini Mwalimu
akasema tunarudisha heshima ya Mtanzania, ndio tunapigania uhuru. Na ndio maana nimekubali, ni maneno ya Mwalimu, ndio maana nimekubali kulipa faini, ningeweza kupambana mpaka koti ya rufaa, lakini nalipa ili nisimame na wananchi wangu. Serikali leo inasimama na watu. Badala ya serikali kusimama na watu, inasema rais ndiye ni chura bubu, chura kiziwi, hata wasikiliza wananchi. Kuna sababu ya kuwa na rais wa namna hiyo? Nazungumza kwa misingi ya sheria, siogopi. Wala msiogope mnaangalia nikisema haya maneno mnaangalia askari. Siogopi kwa sababu najua sheria, najua taratibu, najua katiba ya nchi. Na vijana wangu mimi nawapenda sana. Na watambue kwamba hata tunapopiga hizi kelele tunataka kuwakomboa hata wao. Kwa sababu kesho Chadema ikishika nchi, hatutaenda kuchukua askari Burundi, ni hawa. Hatutaenda kuchukua askari Rwanda, tutatumia hawa. Sasa ili wajue kwamba na wao wamepigika, ni juzi tu bajeti ya wizara yao ilikuwa nasoma. Kama ndio ni wa maana kama mnavyotaka kujionyesha, kwa siku nzima ya bajeti mliona kwamba mnaongelea shida zenu. Askari wako hapa wana nyumba za kutosha za kupaa zenye hadhi ya binadamu. Hapa Mtongo unao hiyo nyumba, lakini bunge la juzi liligeuka kujadili mtoto wa rais, na rais asitukane. Ile bunge ni bunge halali, linamsaidia nani? Matatizo ya askari kibao, lakini bunge siku nzima linajadili mtoto wa rais asisema. Sasa narudia kumalizia kwa sababu ya muda. No reform maana yake tumekataa kunyanyaswa, tunarudi kwenye misingi ya katiba yetu, tunataka sheria zote zirekebishwe, tunataka katiba yenyewe irekebishwe, na muda wa kurekebisha katiba na sheria upo. Katiba ya nchi haiwekwi na Mungu, imewekwa na binadamu. Oktoba iko mbali, ambayo ndio tarehe ya uchaguzi. Tuna muda wa kutosha, na kama kuna nia njema, kama kuna dhamira njema, hatuhitaji zaidi ya wiki 3, 4 ikizidi kurekebisha katiba na sheria mbovu. Wangapi wananchi mnasema hakuna uchaguzi mpaka turekebishe katiba na sheria kwanza? Na nasema hivi kwa sababu wananchi mmepigika. Kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, mwaka jana askari wa magereza amepiga mtu risasi kwenye kituo cha kupigia kura. Hivi askari wa magereza na kituo cha kupigia kura ni wapi na wapi? Niambieni tu, askari fanyeni utafiti wenu. Na hiyo imetokea Manyoni. Askari na kituo cha kupigia kura ni wapi na wapi? Tumesema hatutaenda uchaguzi kwa sababu sisi tunasimama na wananchi. Hatutaki mwananchi hata moja au awe tena katika uchaguzi wa mwaka huu. Wangapi wanaunga mwananchi asiuawe tena? Ya pili ya kumalizia hilo, uchaguzi ndio sauti ya mwananchi kwa ibara ya 8. Lakini miaka mingapi mmenyang'anywa sasa? 19 mmenyang'anywa uchaguzi, 20 mmenyang'anywa uchaguzi. Mwaka jana 2024 Oktoba Novemba, kwenye uchaguzi wa serikali za mtaa, mmenyang'anywa tena uchaguzi. Tuna sababu ya kwenda kwenye uchaguzi? Hatuendi kwenye uchaguzi kumweka Samia na watoto wake kula hela zenu. Na sisi tunasema tutajitolea. Naomba niwape siri, sijawahi kutoa, leo natoa. Mimi juzi tu nimechukua hela kutoka kwa Samia. Kwa hiyo kama ni mnufaika, mimi ni mnufaika zaidi kuliko nyie. Familia yangu iko Canada, nimetoa hela kwa Samia, lakini kwa sababu mimi nanufaika, napata hela ya kutibu familia yangu iliyoko Canada, siwezi kuacha wa Tanzania.
siwezi kuacha kutetea Watanzania kwa sababu mimi naweza kupiga kwa Samia nikapata hela. Wakati wa Tanzania mamilioni wanakupa hapa. Kwenye zahanati zenu kuna dawa. Maisha yenu ya kawaida mnaweza kwenda kwa Samia ukaomba hela. Sasa mimi ingekuwa ni jambo, mimi ambaye naweza kwenda nikapata hela kwa Samia, nikaenda kwa Samia nikapata hela, nikamaliza shida zangu, mimi ndio ningesimama upande wa askari. Askari hata nyie hamwezi kwenda kwa Samia mkapata hela kama mimi ninavyopata. Kwani naomba tusimame upande wa taifa kama Mwalimu Nyerere alisema. La mwisho kabisa, Nyerere kabla ya kifo alisema katiba hii akija rais mwingine atakuwa dikteta. Mnahitaji kuuliza tena kama Samia ni dikteta au hapana? Mnahitaji kuuliza? Watu wanakufa rais ni chura kiziwi. Watu wanapotea rais ni chura kiziwi. Wananchi wanahangaika hapa kwenye ziwa lenu, wananchi wenu hapa hawakupigwa risasi kwa kwenda kuvua kwenye ziwa la Mungu. Si walipigwa risasi hapa. Na hata idadi najua, kwa sababu mimi ni mtu wa Karatu najua. Leo mniambia nikubali. Leo mniambia nikubali kwamba nitakwenda nitatii serikali. Mimi nazungumza katiba, mimi nazungumza sheria. Asante. Mwenyekiti wa Karatu ananiambia watu wa Karatu wana nisubiri huko. Nataka nimalizie. Wananchi wangapi wanasema kama sheria haijarekebishwa hatuwezi kwenye uchaguzi kwa sababu hatutaki wananchi wetu waendelee kuuawa, kura zetu ziendelee kuibiwa, ikiwa ni pamoja na wanaoiba askari. Wangapi wako tayari? Askari hawa ni watu wa Mtongo. Mimi sijakaa nao kwa siri. Niwaeleze tu hapo umeelewa. Wanaomba wananchi wangapi wanataka kutuma kwa Samia na watu wake wa polisi wale wanarekodi. Wangapi wanasema ikiwa lazima uchaguzi uahirishwe mpaka katiba itakaporekebishwa ili tuwe na nchi bora iliyokusudiwa na Mwalimu wakati anaondoa wazungu. Wanyoshe mkono. Watu wasipigane picha Samia waone. Hiyo ni kauli ya wananchi. Mmezuia uwanja huu ungetaa, wote wangejibu hivyo hivyo. Ndugu zangu, kwa sababu ya muda, huyo mwenyekiti wa kanda amesimama nyuma yangu, naomba tuagane. Mwanani, mtaomba peoples. No reform. No reform. Sauti hiyo haitosha, haiwezi kupigia Samia. No reform. No reform. Wakina mama watoto wenu ndio mnaopotea. Mimi sidai. Wewe ndio umebeba mimba miezi 9. Alafu watoto wako wanapotea tena unakaa unaniangalia. No reform. No reform. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Dr. Slaa, anapoendelea kuzeeka akili inazidi kuzidi na kuongezeka. Mheshimiwa Susan Limo, mwenyekiti wetu wa Baraza la Wazee Taifa, kwa ajili ya muda tunaomba tukupe nafasi ya dakika 2 tu ili mzungumzaji wetu wa mwisho naye tumfikishe. Karibu sana. Ndugu zangu wa Mtoambu peoples. Ndugu zangu wa Mtoambu, assalamu alaikum. Naitwa Susan Limo. Kama ambavyo mwenyekiti wa kanda amenisimamia, najua hatuna muda, lakini niseme mambo mawili matatu. Jambo la kwanza, ndugu zangu, tunakuja kwenu kwa ajili ya kutoa elimu, kuhamasisha kwenye no reforms, no election. Nina hakika kwa majibu yenu mnaelewa maana yake, lakini kubwa ni kwamba tunasema kama hakuna mabadiliko ya mfumo wa kisheria katika uchaguzi, tutahakikisha kwamba uchaguzi wa mwezi wa 10 tunahakikisha kwamba hautafanyika. Na ndugu zangu, nyinyi vijana, wanawake, wazee, tunajua kwamba nyinyi ndio nguvu yetu kama ambavyo wamesema, lakini tunahitajiana sana. Katiba yetu ukisoma ibara ile ya 74 kuhusiana
ilifanyiwa marekebisho madogo mwaka 2023 na kusema kwamba itaitwa Tume Huru ya Uchaguzi, lakini kichekesho ni kwamba mambo ni yale yale. Ni sawa na kuchukua bia ya Serengeti ukaingiza kwenye chupa ya Kilimanjaro, bado bia ile ni ya Serengeti, si ndio? Kwa hiyo walichokifanya ni kubadilisha jina tu, ndugu zangu. Katiba inasema kwamba rais ndio atateua makamishina pamoja na mwenyekiti wa tume. Na mwenyekiti wa tume iliyokuwa tume na sasa Tume Huru ya Uchaguzi bado ni yule yule. Makamishina ni wale wale, lakini kibaya kuliko zote tuna kamishina ambaye alikuwa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, wote mnamfahamu, Ramadhani Omari Mapuri, bado ni kamishna wa Tume ya Uchaguzi. Kwa hiyo sisi tunaona kabisa, na nyinyi wananchi mnaona kwamba hakuwezi kuwa na usawa wala haki. Na ndio sababu tunasema pamoja na kwamba tumekuwa na mfumo wa vyama vingi toka mwaka 95, lakini mwaka 2019 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, wakati huo rais akiwa Magufuli au mwenda zake, alihakikisha kwamba wapinzani wote waliokuwa wanagombea nafasi mbalimbali wanaenguliwa. Lakini kama haikutosha, mwaka 2015 tulikuwa wabunge 71 wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, lakini baada ya hapo mwaka 2020 mnajua kilichotokea. Leo tuna mbunge mmoja tu aliyetangazwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Lakini tunajua Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kina watu makini sana, na ndiyo maana ni chama kikuu cha upinzani. Lakini tumategemeo yetu ni kwamba tulipaswa kuwa na wabunge wengi ndani ya bunge, tulipaswa kuwa na viongozi wa serikali za mitaa, kwa maana ya wenye viti wa mitaa, wa vitongoji na vijiji. Lakini mwaka jana, pamoja na kuwa na rais mwanamke, rais ambaye alituahidi kwamba ataleta mabadiliko makubwa, kumbe tulikuwa ni unafiki na uzandiki. Mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, wote ni mashahidi, ndugu zangu wa Mtwambu, kwamba yaliendelea yale yale ya mwenda zake. Na leo katika uchaguzi ule CCM walichukua zaidi ya 99%. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba hatuwezi kuruhusu vijana wetu, wagombea wetu wauawe au waumizwe kwa sababu ya kitu kinaitwa uchaguzi, na hatuwezi kukubali kuendelea kuwa wasindikizaji. Nchi hii ni yetu sote, na ni lazima tupambane kuhakikisha kwamba mabadiliko makubwa yanaletwa, ili kura yako mwananchi iwe na thamani kubwa, na kwamba tunaposema siasa ni mchezo mchafu, sio kweli, kwa sababu tunamchagua rais, tunawachagua viongozi ambao wao ndio wanahakikisha kwamba kula yako, kulala kwako ni kwa ajili yao. Leo sasa bungeni kuna bajeti ile wanaofanya ni wanasiasa. Kwa hiyo ndugu zangu, maisha yenu ya kila siku yanategemea sana wanasiasa. Hivyo basi tuhakikishe kwamba tunashikamana kwa pamoja kuhakikisha kwamba udhalimu unaofanywa na Chama cha Mapinduzi tunaokomesha mwezi wa 10 kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Asanteni sana ndugu zangu wa Mtwambu, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante sana. Hii pause. Wakati namleta msemaji wa mwisho, niwaombe wale mliokaa pale msogee kidogo, tunamalizia. Namleta msemaji wa mwisho. Nyinyi mliokaa hapo mnaweza mkasogea kidogo. Najua kuna jua, lakini ni vyema mkasogea tunapomleta kiongozi wetu wa mwisho. Hii pause. Wangapi wanamfahamu Mheshimiwa John Mnyika? Yuko wapi? Mheshimiwa John Mnyika, karibu sana uzungumze na watu wa Mtwambu. Tumkaribishe kwa makofi jamani. Mtwambu peoples. No reforms. No reforms. Waheshimiwa wananchi wa Mtwambu, kwanza ni washukuru nyinyi mlioko hapa
kwa sababu awali mkutano huu ulikuwa ufanyike mahali kwingine, lakini polisi wakashirikiana na serikali kufanya hujuma. Dakika za mwisho wakasema mkutano uhamie huku. Kwa hiyo ikawa kazi tena ya kuwatangazia wananchi kwamba mkutano umehamia huku. Asanteni nyinyi mliofika hapa, na niwashukuru vile vile kwamba mmekuja wenyewe kwa hiari yenu na hamjaogopa jua, mmesimama kuja kutusikiliza. Asanteni sana. Niwashukuru vile vile kwamba mmeishinda hofu, kwa sababu askari hawa wamepita kwa wingi na wamesimama kwa wingi. Kwa kweli staili hii ya usimamaji sio staili ya kutulinda, ni staili ya kuwatisha, lakini nyinyi hamjaogopa, mmesimama kutusikiliza. Asanteni sana. Najua kamera ya polisi na rekodi pale, na ni vyema tu mkarekodi, kwa sababu masuala ya haki yanapaswa kuzungumzwa kwa uwazi bila ya hofu. Mimi nimefika hapa, sikuketi pale kwa sababu nitaka kuchanganyika kidogo na watu, kusikia kidogo. Nikapata simulizi la watu ambao walikwenda kuvua Ziwa Manyara, halafu wakatoweka. Taarifa zikaja, wengine wakasema wamekamatwa, wengine wakasema wametoweka. Wananchi wakaamua kuunganika pamoja kwenda ofisi za TANAPA kwenda kuhoji juu ya hatma ya wenzao. Lakini polisi badala ya kulinda usalama wa raia, polisi badala ya kushiriki kutoa majibu juu ya yanayoendelea Ziwa Manyara, polisi wakatuhumiwa kupiga risasi wananchi na kuua wananchi. Mimi nitumie mkutano huu wa Mto wa Mbu kusema na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, nyinyi mnabebeshwa dhambi, mnabebeshwa damu za Watanzania wenzenu ambao ni kupitia kodi zao, kodi zetu, ndio mnalipwa mshahara japo mdogo. Mnaweza kununua mavazi japo wakati mwingine mnaachwa na mavazi yaliyochakaa, lakini kupitia kodi za wananchi. Serikali dhalimu inawatuma kufanya kazi haramu dhidi ya wananchi wasiokuwa na hatia. Lakini haya matendo yenu, haya matendo ambayo mengine mnayafanya wakati wa chaguzi, kushiriki kuwalinda wanaopora uchaguzi, wanaoiba uchaguzi, wanaonyima ridhaa wananchi kupata kiongozi wanayemtaka. Matendo yenu haya ya baadhi yenu ni matokeo ya mapungufu tulionayo kwenye katiba yetu ya mwaka 77, katiba ambayo imelimbikiza mamlaka kwa mtu mmoja anaitwa rais, ambaye vile ni mwenyekiti wa chama kinachotawala. Yeye ndiye anachagua mkuu wa jeshi la polisi, yeye ndiye ambaye mfumo mzima wa ulinzi wa usalama anateua mkuu wa idara ya usalama wa taifa, anateua mkuu wa majeshi. Sisi Chadema tunasema sisi tunaamini katika katiba mpya,
tunasema kati ya mambo tutakayoingiza kwenye katiba mpya ni mambo mawili juu ya jeshi la polisi na vyombo vya usalama. Mosi, wakuu wa jeshi la polisi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wapatikane kwa mchakato huru, kwa chombo huru cha jeshi la polisi, cha vyombo vya ulinzi na usalama, ili wapatikane kwa weledi na utaalamu badala ya kuteuliwa kisiasa na kuwajibika kwa wanasiasa. Pili, tukichukua mfano wa nchi zenye katiba zenye kulinda haki za raia, hata jirani zetu tu hapo Kenya wanakuwa na chombo, tume ya jeshi la polisi, tume ambayo wananchi akiuawa na vyombo vya ulinzi na usalama, malalamiko juu ya kuuawa kwa mwananchi na polisi hayapelekwi kwa polisi wale wale eti wajichunguza wenyewe, yanapelekwa kwa chombo kinachosimamia jeshi la polisi ili kukomesha mauaji ya raia yanayotokana na jeshi la polisi. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, mateso tunayopata wananchi, hata hawa askari na ukakamavu wao wanayapata vile vile. Askari huyu anasimama juani, anafanya matendo wakati mwingine dhalimu kwa maelekezo ya watawala kwenye uchaguzi, kwenye wizi wa kura. Anafanya kazi mpaka anafikia umri wa kustaafu. Akistaafu huyu askari ametumikia miaka 20 au ukakamavu mkubwa, ikifika umri wa kustaafu hata ile pensheni yake hapewi yote. Kuna kitu anakiita kikokotoo, kanuni ya mafao ya wastaafu. Askari polisi hawa wanapewa 30% na usheri, pesa nyingine zinabaki kwa watawala. Watawala wakibaki na pesa zile zinatumika kwenye miradi ya anasa huko ya serikali, polisi mstaafu anataabika kwa sababu ya kikokotoo. Hapo ndo nakumbuka matendo aliyotenda nyuma, wakati ambapo watetezi wa haki walikuwa wanasema kwa niaba ya haki. Polisi anaaga dunia kabla hata pesa zake hajakamilika kupewa. Na ndio maana anatoa mwito vile vile kwa vyombo vya ulinzi na usalama, kwa askari polisi kutenda haki juu ya wapinzani, kutenda haki juu ya Chadema, kutenda haki juu ya watetezi wa haki, kwa sababu sauti zetu tunazipaza kwa niaba yenu vile vile. Mimi wakati nikiwa mbunge wa Ubungo Dar es Salaam, bungeni ilipokuwa ikija bajeti ya wizara ya mambo ya ndani, tulikuwa tunazungumza, tunashika shilingi, hao walikuwa wanalipa pesa kiduchu sana ya rationing allowance, tukawatetea mpaka wakapandishiwa kidogo kwa sababu ya sauti mbadala ndani ya bunge. Kwa hiyo natoa mwito kwenu, hata kama hamtaonyesha mapenzi ya waziwazi kwa sababu ya viapo vyenu na sheria na watawala walio juu yenu, lakini ndani ya mioyo yenu naamini na nyinyi mnasema hiki kinachosemwa na Chadema hapa ni ukweli mtupu na ni haki kweli kweli. Ndugu zangu wananchi wa Mtwara, tumekuja kwenu na ajenda mahususi ya no reforms, no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa sababu tumeshapata uzoefu wa wizi kwenye uchaguzi, hujuma kwenye uchaguzi. Mwaka 2019 hapa Mtwara waliondoa wagombea wetu wengi, tukajiondoa kwenye uchaguzi. Tumekwishaona madhara, wakaingia wenye viti wa CCM kwenye vijiji toka 2019. Maeneo yenu haya ambayo yamezungukwa na fursa ambayo Mwenyezi Mungu amewajalia ya kiutalii, serikali ya kijiji inapata mapato yapo kidogo, lakini serikali ya kijiji toka mwaka 2019
mapato na matumizi, kwa sababu wamewekwa viongozi wasiotokana na watu. Nyinyi mkawa na matarajio kwamba mwaka 2024 kutakuwa na mabadiliko, walau kutakuwa na uchaguzi, lakini 2024 tarehe 27 Novemba mambo yamekuwa yale yale. Wagombea wengi wameenguliwa, wachache waliobaki wamehujumiwa. CCM imetamalaki kila mahali, kwenye kila kijiji, kwenye vitongoji na kila mahali. Sasa tuko mwaka huu wa 2025. Wako wanaokuja kwenu wanataka kuwadanganya kwamba walau hii 2025, kwa sababu ni uchaguzi wa udiwani, uchaguzi wa ubunge, uchaguzi wa urais, mambo yatakuwa tofauti na kwenye vijiji, vitongoji na mitaa yaliyofanyika 2024. Nataka niwaambie Mtoambu, Monduli, na mfano huu nikiwapa pengine mtauelewa zaidi kuhusu uchaguzi wetu wa mwaka 2025 na kwa nini Chadema tunasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Mwaka 2015 Chadema ilimteua marehemu Edward Ngoyai Lowassa ambaye aliwahi kuwa mbunge wa hapa Monduli kuwa mgombea urais kupitia Chadema. Nyinyi watu wa Monduli, watu wa Mtoambu, mkataka mumpe kura na kura zenu zichangiwe na kura za Watanzania wengine, hatimaye awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkapiga kura kwenye uchaguzi, na Watanzania maeneo mengine ya nchi wakapiga kura kwenye uchaguzi. Kwa mfumo wetu wa kiuchaguzi, kura zikishapigwa vituoni za urais, matokeo ya urais yakipatikana vituoni, matokeo haya yanapelekwa ngazi ya halmashauri kwa mkurugenzi pale, msimamizi wa uchaguzi, yanajumuishwa. Na baada ya kujumuishwa pale halmashauri, matokeo yanatoka kila jimbo, kila halmashauri, yanapandishwa ngazi ya taifa kwa mfumo wa kompyuta kwenda kujumuishwa kwenye makao makuu, kwenye tume ngazi ya taifa. Sasa mwaka 2015 kulifanyika hujuma dhidi ya kura za Edward Lowassa, hujuma nyingine vituoni, hujuma nyingine kwenye halmashauri, hujuma kubwa zaidi ikafanywa pale Dar es Salaam kwenye majumuisho ya kura ili asitangazwe kwa rais. Msimamizi wa hujuma hiyo alikuwa mkurugenzi wa uchaguzi mwaka 2015, alikuwa anaitwa Ramadhani Kahilima 2015. Sasa huyo Ramadhani Kahilima aliyehujumu kura za Lowassa mwaka 2015, Rais Samia amemteua kuwa mkurugenzi tena wa uchaguzi. Alafu sasa Rais Samia amepeleka mswada wa sheria bungeni unaoitwa wa Tume Huru ya Uchaguzi mwaka 2024. Sasa huyo Ramadhani Kahilima, mtu yule sasa anaitwa ni mkurugenzi wa Tume Huru ya Uchaguzi. Hapo natuambia sasa hii tume ni huru, sasa shirikini uchaguzi. Mtu yule aliyefanya hujuma 2015, utakuwa na uchaguzi huru hapo? No reforms. Sasa katika mazingira hayo, msimamo ni no reforms, no election. No reforms, no election. Kama bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sasa nataka nione kura ya Mtoambu kwamba mnaunga mkono no reforms, no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Vidole viwili juu, vidole viwili juu, vidole viwili juu, vidole viwili juu. Asanteni sana. Sasa polisi watakuwa mmerekodi, msirekodi tu kwa ajili ya kwenda kupeleka kile kipande na kusema nyinyi ni watuhumiwa wa mauaji ya watu hapa Mtoambu
salamu katika mgogoro kati ya hifadhi TANAPA na wananchi. Msipeleke hicho tu. Kwa kuwa mmetumwa kurekodi, mpelekeni vile vile Rais Samia hizi salamu za Mtwambu. Sisi tukisema anasema haya ni maoni tu ya huko Dar es Salaam ya Chadema makao makuu. Sasa hii ni kauli ya Mtwambu, wananchi wanasema no reforms no election. No reforms no election. No reforms no election. No reforms. Asanteni sana. Sasa sisi baada ya kuwa na msimamo huu wa no reforms no election, wameibuka wanasema kwamba huu ni mwezi Mei, bunge linavunjwa tarehe 27 Juni, uchaguzi ni mwezi Oktoba. Kwa hiyo wanasema muda hautoshi kutoka sasa mpaka Oktoba kufanya haya mabadiliko ya kuwezesha uchaguzi huru na haki. Sisi tumewaambia kama kisingizio chenu ni kwa muda hautoshi, sisi tuko tayari uchaguzi uahirishwe mpaka kwanza mabadiliko yafanyike ya kuwezesha uchaguzi huru na haki. Sisi tukiwaambia hayo, wao wanasema hiyo ni kauli yenu nyinyi, ila wananchi huko vijijini wanataka sana kupiga kura mwaka huu wa 2025. Sasa tuwatumie salamu wananchi ambao mnakubaliana na sisi kwamba mko tayari uchaguzi uahirishwe mpaka kwanza mabadiliko yafanyike. Vidole viwili juu, vidole viwili juu, vidole viwili juu, vidole viwili juu, vidole juu juu. Piga picha kwa polisi, usirekodi peke yake. Kura ya wananchi kwamba uchaguzi uahirishwe. Asanteni sana. Sasa nimalize ili tuelekee Karatu kwa kusema kwamba kwa namna nilivyoona polisi hapa kuanzia tunapofika, kuanzia pale kwenye kona na kadhalika, napata hisia kwamba hapa kuna vitisho sana. Sasa kwa sababu kuna vitisho, nitatoa namba yetu ya simu kwa kazi mbili. La kwanza, hii namba ni namba ya Tone Tone, kwamba sisi tunazunguka, tunataka kwenda nchi nzima, kila jimbo, kila mkoa, kufikisha huu ujumbe wa no reforms no election. Tunaamini kila mmoja hapa akiunga mkono rasilimali, akidondosha tone, rasilimali zitajaa. Kwa sababu kama ziwa Manyara hilo unaliona ni ziwa kubwa, lakini muunganiko tu wa matone ya maji. Hivyo kwa nguvu yetu sisi wengi, kidogo, kila mtu achangia kidogo, tutapata rasilimali ya kuleta ukombozi Tanzania, ya kuleta mabadiliko Tanzania, ya kuleta haki Tanzania. Lakini namba hiyo vile vile ikitokea baada ya mkutano wetu, polisi wamefanya vitisho kwa watu, waone viongozi wetu hapa Monduli, waone viongozi wetu wa Mtwambu. Lakini jambo hilo likikwama kushughulikiwa na viongozi, uwe huru vile vile kutumia hiyo namba kufikisha salamu kwetu kwamba bwana, mlipoondoka pale, hao polisi hao ambao ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, lakini pamoja na kuwa ni ndugu zetu, rafiki zetu, jamaa zetu, wakipewa amri na watawala dhalimu, wanakuwa tayari kuweka pembeni. Wanao utu, wanazo akili. Mwenyezi Mungu ameumba kwa utashi wa kujua jema na baya, lakini wakishapewa amri wanaweka pembeni utu, utashi, dhamiri na kutenda udhalimu na uovu. Kwa hiyo namba simu hiyo vile vile kwa ajili ya kutoa taarifa. Nataja namba ya simu ya Tone Tone. Kwa unaweza ukaiandika, ukituma kwa Tone Tone itatokea Chadema HQ. Kwa unaweza ukaandika tu Chadema. Namba ya simu ni 69. Narudia tena, namba ya simu ni 0744446969.
CCM ambapo serikali inaruhusu kitu kinachoitwa package tourism, kwamba mtalii akitoka kwao mfumo wake wote wa mnyororo wa kiutalii, sehemu kubwa ya malipo anayalipa kwa makampuni ya kwao, na akifika Tanzania tunaambulia chenchi ndogo ndogo. Iwe ni matatizo juu ya mgawanyo wa mapato, ambapo nyinyi pamoja na kuzungukwa na rasilimali, TANAPA inawapa mgao kidogo tofauti na kiwango cha makusanyo yanayokusanywa. Iwe ni matatizo ya kila mmoja wetu kuhusu kupanda kwa gharama za maisha, ukosefu wa ajira kwa vijana, ufisadi uliojaa serikalini. Mambo haya chanzo chake ni matatizo ya kiuongozi na ni matatizo ya kisera. Ufumbuzi wake ni mabadiliko ya kiuongozi kwa kuiondoa CCM madarakani na kuweka uongozi mbadala katika nchi yetu. Lakini ili tufikie safari hiyo ya kuiondoa CCM kwenye uchaguzi, kinachopaswa kitangulie ni kuwa na uchaguzi huru na haki. Ndio maana tumekuja kwenu na ajenda ya no reforms no election, tukiamini kwamba tukishapata mabadiliko, uchaguzi ukawa huru na haki, mtaamua hapa nani mbunge udiwani, nani mbunge ubunge, mtaamua kufanya mabadiliko ya kumwondoa Rais Samia ambaye hajaishia tu kuuza bandari, amekwenda mbele zaidi mpaka kwenye mbuga za wanyama, amekwenda mbele zaidi mpaka kuondoa Wamasai, Loliondo, Ngorongoro, kunyima haki za watu. Nao ni kuondoa madarakani, tuweke uongozi mbadala katika nchi yetu. Ndugu zangu wa Mto Mdo, yote hayo tungeyazungumza sana, lakini nawasisitiza no reforms no election, ili mturuhusu tusogee tuelekee Karatu tukazungumze na mkutano wa mwisho. Huu ni mkutano wetu wa 3. Tulianzia Kisongo, Arumeru,